Asante sana. Thank you so much. Mara tena ninachukua nafasi hii nikishukuru Mungu kwa sababu ya nafasi njema ambayo Mungu ametupatia mchana wa leo katika jina la Yesu. Ninashukuru wewe uliye mtazamaji wangu katika channel hizi za Kingdom Mysteries channel. Bado kutoka hapa Kitengela, ninashukuru kwa sababu ya nafasi hii. Na leo ningependa tuweze kuangalia jambo fulani ambao imekuwa ni kizungumkuti kwa watu wengi. Watu hawaelewi, hawafahamu ni kitu gani kinachoendelea. Lakini ni vyema tukaweza kuelewa mambo mengine katika ulimwengu wa kiroho. Nataka tuangalie kuhusu jambo inaitwa kanisa. Kanisa, what is a church? Manake watu wengi huenda kanisani lakini hawajui kanisa ni nini. Watu huenda kanisani lakini umaana wa kufika kanisani wenyewe hawana. Na kuna haja ya kuweza kuelewa kanisa ni kitu gani. Jambo la kwanza nataka uweze kuelewa kana kwamba kanisa la kwanza, Mungu mwenyewe ndiye alianzisha kanisa. Na kanisa halikuanzwa na mwanadamu. Mungu mwenyewe alikuwa ndio mchungaji wa kanisa lake. Na lilianza kwenye shamba la Edeni. Washirika walikuwa ni watatu. Mshirika wa kwanza alikuwa ni Adamu, mshirika wa pili alikuwa ni Hawa, na mshirika wa tatu alikuwa ni nyoka. So kanisa likajengwa kwenye shamba la Edeni. Chanzo cha kanisa la kwanza. Na kanisa la pili likawa ni kanisa la Musa, ambao ilikuwa ni kanisa Musa ndiye alikuwa mchungaji. Na kanisa la Musa likuwa ni wana wa Israeli, walikuwa wana 12. Na akajenga kanisa kwenye misingi iliyo mema. Lakini kanisa likamlemea Musa mpaka hakuona nchi ya Kanaani. Kanisa linaweza kukulemea usipolitunza na kuliweka kwenye misingi mema ya Mungu. Kanisa linaweza kukufanya usimuone Mungu. Na kwa hivyo ninaongea na wewe mtumishi wa Mungu, mchungaji, apostle, a bishop, reverend, na wale wengine ambao ni viongozi, mwinjilisti. Kanisa ni jambo ambalo Mungu mwenyewe ni mwanzilishi. Na kanisa tunapokuja katika Agano Jipya, tukilichambua kanisa ni kwamba kanisa lilianza kwenye ushirika. Na katika Matendo ya Mitume, wanafunzi, Yesu mwenyewe alikuwa na kanisa ya watu 12. Na mmoja alikuwa ni Iskarioti. Ile ninapoongea na wewe hata sasa hivi ninajua kanisa unalolichunga bado kuna nyoka, bado kuna Israeli, kuna Iskarioti ndani. Kwa hivyo ni vyema ukaweza kujua jinsi utakavyoongoza kwenye misingi ya Mungu. Na ndipo sasa Yesu akasema using'oe magugu pamoja na ngano. Wacha sikuwe pamoja, zitakazofikia kiwango cha kuzaa matunda, ndipo utakapobainisha kana kwamba magugu ni kitu gani na ngano ni kitu gani. Na hivyo ninapoongea nimekwambia kanisa la kwanza limeanza katika mji ama kijiji kidogo kinachoitwa Antiokia. Na wakati kanisa linapoanza katika Antiokia, Yesu katika Mathayo akaongea na akasema, ninajenga kanisa langu kwenye mwamba na malango ya kuzimu haitanawili kinyume. Swali liko hapa. Tunakwenda kanisani kila siku, tunakwenda kanisani kila Jumapili, lakini ukweli hatujaitambua kile kinachoitwa kanisa ni kitu gani. Maandiko inasema where 2 or 3 are gathered for his name. Lakini swali ni, tunapokutana Jumapili, tunakutana kwa niaba ya nini na nani? Misingi yetu ni gani? Na hapo ndipo shida liliopo. Yesu akasema, najenga kanisa langu kwenye mwamba na maroho ya kuzimu haitanawili. Kwa nini leo hii
kila Jumapili unasikia, kila Jumapili unasikia toka pepo toka, kanisani ambalo Yesu alilijenga na akasema maroho ya kuzimu haitanawili. Mimi sina shida na hiyo, lakini nina maswali na nina kitu hapa nataka kufunulia. Ukiona kila wakati kanisa mapepo, na sina shida, mapepo kama yapo yaondolewe, lakini kila Jumapili pepo toka kuna shida. Misingi ya wateule wa kanisa lile hawajajengwa kwenye msingi wa Kristo. Msingi wa kanisa lile labda haiko kwenye msingi wa Kristo. Maandiko inasema Jesus is the cornerstone, na akijenga kanisa hakuna maroho ya kuzimu itanawili. Na kwa hivyo ninataka ninarate hili jambo la kanisa. Yesu anasema nimejenga kanisa kwenye mwamba na malango ya kuzimu haitanawili. Na namwambia Petro kana kwamba nitakupa funguo. Wacha tusiingie kwenye funguo, lakini turudi tena kwenye Matendo ya Mitume. Kuna vitu 4 ambazo kanisa la kwanza liliweka kama msingi. Jambo la kwanza ambalo, haya ni mambo 4 ambayo kanisa ya leo imekosa kwenye msingi, na ndiposa unaona linaning'iniza miguu kwenye hewa. Na hapa ndipo nataka niandresi jambo kwa kifupi tu. Jambo la kwanza lililotendeka, Matendo ya Mitume 2:42, maandiko inasema walikaa kwenye mafundisho ya mitume. Jambo la kwanza, walikaa kwenye mafundisho ya mitume, ambapo leo hii kanisa halitaki kufundishwa, na walioko hawataki kufundisha. Wako busy, watu hawataki kuketi chini wafundishwe mafundisho ya mitume na manabii. Namba 2, kanisa hilo lilikaa kwenye kuumega mkate, the Holy Communion. How many churches leo hii wanakuanga na Holy Communion? Hakuna. Na sasa hata wengine hawajawahi kuwa introduced katika hiyo the power behind the Holy Communion. Jesus said, do this for my remembrance. Lakini leo hii hatufanyi, haitendeki kanisani. Number 3, hawa watu walikaa kwenye ushirika fellowship. Leo hii kanisa ngapi ziko na ushirika wa kweli? Wacha ushirika wa unafiki, ushirika wa kweli upo wapi? Haupo. Na ndipo tunasema kana kwamba kuna haja ya ushirika kurejeshwa kwenye kanisa la Yesu. Kama kanisa halina ushirika, ni kanisa ambalo haliwezi kujimudu katika enzi hizi tunazoishi. Kanisa, rudisha kanisa kwenye ushirika. Number 4, kanisa lile lilikaa kwenye maombi. Leo hii how many churches, ni makanisa mangapi ama ni kanisa lipi limekita mizizi kwenye magoti, maombi? Mikesha ilienda wapi kanisani? Maombi ya kufunga na kuswali yalienda wapi? Maombi ya saumu yalikwenda wapi? Ndiposa ninasema kuna haja ya kanisa kurudi katika misingi yake ya kwanza. Otherwise tutajenga kanisa na kanisa likae kwenye hewa, halina msimamo, halina msingi, halina kwenda mbele, halina kurudi nyuma. Mtazamaji mpendwa, ninataka nikuambie, kanisa unalolienda kama halifanyi mambo 4, tafuta kanisa uende. Sina shida kama uko comfortable mahali upo, lakini kama kanisa unalolienda halina jambo la kwanza, mafundisho, ama nenda utafute kanisa liko na mafundisho. Namba 2, kama halina kuumega mkate, neno la Mungu pamoja na meza ya Bwana. Namba 3, nimesema ni ushirika.
kama hakuna ushirika wa kweli, right fellowship. Na fellowship ya kwanza ni kuwa fellowship na Mungu. How many people wako katika fellowship ya watu lakini hawako na fellowship na Mungu? Because the first fellowship is from God. Brethren, tafadhali. Number 4, kanisa la maombi. The Church of Christ is founded in the foundations of prayer. A prayerless church is a powerless church. Why do you sit under a powerless church where people does not pray? You cannot also pray. Brethren, I have no any problem with that. But what is a church? You are a church. Maandiko inasema Wakorintho kana kwamba our bodies are the temple of the Holy Spirit. Sisi miili yetu ni kanisa. Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Atakaje ndani yetu kama hatuombi? Atakaje ndani yetu hatuta kusoma Biblia? Atakaje ndani yetu hatuna ushirika? Atakaje ndani yetu na hatufundishwi? Hapo ndipo kanisa linahitaji kurudishwa kwenye misingi ya kwanza. Ninataka niseme asante. Pokea neno hili katika ufunuo, katika kuwaza. Meditate this word and do according to what revelation God will give you. Mimi sina mengi kwa nataka tutako tu mambo ya kanisa, na ni sawa ukiwa comfortable katika kanisa lako ambalo aliombi, ambalo alifanyi mafundisho, ambalo alifanyi mesa ya Bwana, alifundishi Biblia, aliombi, sawa. Lakini ukweli kanisa lisiloomba ni kanisa linakufa. A prayerless church is a dying church. A prayerless believer is a dying believer. Makatapu sikayanda. Oh God, I praise you. I thank you and I bless you. Thank you, Father. I want to pray for you as you are looking for me. And in this channel, these messages are going all over. If you want to support these messages, it is okay. Hakuna kulazimishwa. Namba unayoweza kutuma support yako ya mambo kama haya ninayoyafundisha ndio hili: 0722 257540. Hiyo ndio namba unaweza kutuma support ya kipindi kama hiki, kikusaidie kwenye mafundisho, kikusaidie kujua undani wa neno la Mungu, na ninajua kana kwamba utasaidika. Tambua kanisa ni nini. Know the definition of the church. Know the church where you are going, whether it has the foundation of Christ, because Christ is enough. Thank you so much. Najua umezunguka sana. Umeambiwa enda ulete mchanga, enda ulete, kapewa maji, kapewa sijui fimbo la Musa na vitu kama zile. Ni sawa, lakini ukweli ni kwamba Kristo asiposimama kwenye kanisa, hilo si kanisa, ni mkutano wa kuchanga pesa, ni mkutano wa kukutana, mkunywe chai na mkule lunch na sapa. Sawa, lakini ukweli ni kwamba if you want to be a part and a parcel of this program, please send your support and God will enlarge your territory. Let me pray for you. Father, in the name of Jesus, I want to thank you for my viewer over here. In the mighty name of Jesus, I thank you and I bless you for my viewer, Lord. I want to thank you. I take the power and authority against every negativity, all powers of darkness. In the name of Jesus Christ, my Lord and my Redeemer. Thank you, Lord, my Father, for this time you've given us. I bless you and I worship you. I give you honor, I give you glory. Blessed be thy name, Jehovah. My God and my Redeemer. Have your way upon the lives of your people. My Father, may you visit your people. May you enlarge the territories of your people. In the mighty name of Jesus. Father, we worship you and we bless you.
my Lord and my Redeemer. Thank you for divination of our church, my God. Make us a live church. Make us a church that is live, oh God, for the glory and honor of your name. We thank you and we bless you. We worship you, Jehovah. We give you glory and we give you honor. We worship you and we take this opportunity to pray for those who are not feeling well. May you, Lord, bless them. May you touch them. May you heal their bodies, heal their mind, heal their working places, heal their finance in Jesus' name. And I declare the power of God Almighty upon each one of us, Lord. We thank you and we bless you. We give you glory, we give you honor. Thank you, Lord. Thank you so much, God, because of what you have done. In Jesus' name, Father, we pray and we give thanks. If you want to follow us for advice and counseling on the matters of family, on the matters of spiritual matters, you can follow us on the same number. I want to repeat it as you continue to call and continue to follow us on the same, that is 0722 25 7540. God bless you. Call for advice, call for any support you can do. The same number can do for that. Thank you so much and God bless you. I love you and God bless you so much. Thank you so much. We love you.